Yes, msikilizaji, uhali gani rafiki yangu? Uko okay? Mimi ni mzima wa afya sana msikilizaji, naendelea vyema. Nikukaribishe sana katika ripoti ya leo ya EFM. Leo tarehe 27 mwezi ni wa 5 mwaka 2025. Mimi niko okay, sijui wewe rafiki yangu, siku yako imekuaje? Umeshindaje? Naamini kila kitu kiko okay. Kama kiko okay, wala hata usijali. Siku hazifanani. Sometimes siku inaweza ikawa na mikiki mingi, lakini Mungu ni mwema bado kwako na atazidi kukupigania. Karibu sana msikilizaji, tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na katika msimu huu tuna mkasa mzuri sana wa ndugu yetu anaitwa Meshak, kijana wa Kitanzania ambaye aliishia elimu ya kidato cha 4 na ikampa changamoto sana kujitafuta nini ambacho anaweza kufanya kikamfanya na yeye akasimama kwenye uchumi wake. Alijaribu kufanya vibarua na vitu mbalimbali, akaja akagundua bila kuwa na taaluma yoyote ni changamoto sana. Lakini akakutana na mtu mmoja ambaye mtu huyu alijitambulisha kwake kwamba ni mtu ambaye anatoa elimu kuhusu mambo ya ujasiriamali na vijana kujitambua, na alikuwa akielezea miradi mingi, lakini yeye ameshakiriguswa sana na elimu ya ufugaji. Ndiyo, haya yote ninakukumbusha, natamani sana ili tunapozidi kusonga mbele zaidi uzidi kuyasikia haya ambayo ndugu yetu Meshak akaendelea kushia nasi. Lakini zaidi Meshak pia anatueleza mtu huyu anamsaidia Meshak. Anamwambia unatamani kujua zaidi, njoo katika mashamba yangu uende ukapate taaluma ya ufugaji, nawe siku moja usimame na uweze kuwa mfugaji bora. Na Meshak anajikita hapo na maisha yake kwa sehemu kubwa yanakuwa hapo kwa utajiri. Kiu ya kusema naye siku moja asimame aanze kujitegemea katika ufugaji inabaki na historia. Sasa anabaki kuwa mfanyakazi, lakini ni mfanyakazi ambaye pia anakuwa karibu na bosi, na hata bosi kuanza kumtumia kwenye mambo ambayo yeye anasema ni ya kishetani. Mambo ambayo ni ya kutoa makafara ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo, na mstari wa mbele kabisa Meshak anakuepo. Na mwisho wa siku Meshak amepatwa na mambo mabaya. Baada ya Meshak kusema inatosha, siwezi kuendelea kuwa na bosi huyu, nataka sasa niendelee na maisha yangu, sitaki kazi, vita ndipo inapoibuka na Meshak ana hali mbaya, anaumwa sana. Nini ambacho ndugu yetu Meshak anataka kutujuza katika siku njema ya leo msikilizaji? Karibu sana. Haya ni maisha halisi ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Tunaishi katika ulimwengu una mambo mengi sana. Yako mambo unaweza ukayasikia ukabaki ukiyashangaa, inawezekanaje? Hivi mbona ni vitu vya kusadikika? Vinaweza vikawa ni vitu vya kusadikika kwako kwa sababu wewe sio mlengo wa yale yaliyotokea. Lakini katika ulimwengu mimi nimesikia mengi, nimeona mengi, na yako mengine hata mimi pia nimekutana nayo. Mambo ni mengi sana. Lakini itoshe kusema tunazidi kujifunza kila siku. Meshak anasema unajua, ninajiona hapa ndipo mahali nafika mwisho. Ulishawahi kufika hiyo hatua katika maisha yako? Ulishawahi kuumwa ukaona nafika mwisho? Mimi ilifika nyakati nilifili hivyo. Hizi ni nyakati ambazo ukiingia katika chumba nacholala kinanuka sana. Hakuna dawa ambazo zinaweza kunisaidia mimi na kuniponyesha majeraha niliyokuwa nayo. Funza wanatoka mwilini mwangu, wanapotoka wanaacha kidonda. Nazidi kuoza kila siku. Kuna mahali funza alitolewa. Funza alipotolewa, funza mwingine tena akawa na hapo yani. Ushawahi kuota kipele ukakikamua? Baada ya kukamua, baadaye ukagundua ndani ya kile kipele ulichokamua kuna kingine kinaota. Basi ndivyo ambavyo maradhi yangu yalivyokuwa yananitesa. Ninaambiwa utakao unateseka hivyo mpaka lini? Sisi ndio tumeshika funguo wa maisha yako. Uwezo kuondoka na kutuacha kienyeji. Amua leo na kurejea katika kazi yako na kila kitu kitakaa sawa. Nasema nini zaidi ya kuvunjika moyo? Je, ni bora kufa au nirudi na kuendelea kufanya kazi nilizokuwa nafanya, nikiendelea
kutumika katika kazi ambayo nilikuwa nikifanya. Kijana mwenzangu ananiambia, wewe acha mambo hayo. Kwa umri uliokuwa nao ni mapema sana kuanza kutubu. Tubu ukiwa na umri wa miaka 55, 60 huko 70, maana ni miaka ambayo jua linazama. Wewe bado una nguvu nyingi. Unaweza ukaamka na ukafanya vitu. Ni bora utoke kwenye misimamo yako na kufuata hii njia ambayo ulikuwa ukiipita, na uendelee na maisha yako kama kawaida. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Meshak. Meshak anasema, niko katika nyakati ambazo sielewi nini kiko mbele yangu. Sielewi. Lakini ninachokiona ni kifo. Nimeshamlaumu sana huyu msichana. Nimeshalaumu sana. Hata nimeshamwambia Mungu, kama unaona mimi nilikutenda sana dhambi, na dhambi zangu labda hazistahili kusamehewa, basi naomba leta umauti kwangu, niondoke katika uso wa dunia. Pengine huko ninaweza nikapumzika kwa mateso ambayo nilikuwa nikipata. Ulishawahi kufika level na unasema Mungu nichukue? Unatamani kufa na ufi. Ni mateso. Nataka nikwambie ni mateso, ninateseka sana. Hata kuna nyakati nilifika nikasema, mimi ni mwanadamu tu niliye mdhaifu. Sijakamilika. Ninawezaje kuvumilia maumivu kama haya? Ninawezaje kuvumilia maumivu kama haya? Nakumbuka mamangu aliniambia, utavumilia hata lini? Mwanangu, unateseka sana. Unateseka sana. Unaona kabisa kuna watu wanakuonea huruma, lakini hawana cha kufanya. Yani hawana cha kufanya. Hata kuna wengine wanakuambia, achana na hizo habari. Mambo ya kwanza kusema wewe unamjua Mungu sana, ukasema ujisimamie, ndio unapigwa kama hivi. Unaona? Lakini ulivyokuwa unakiishi maisha yako bila kwanza kujua mambo ya Mungu nini kilikuwa kwako. Sio ulikuwa unaendelea na maisha yako vizuri tu kama kawaida. Rudi endelea na maisha yako mazuri kama kawaida. Achana na mambo ya Mungu bwana. Achana na mambo ndio yanatesa watu. Yani unapokuwa unamtumikia shetani, wewe shetani anahangaika na wewe. Si wewe ni wa kwake. Sasa si unazidi kuenjoy maisha. Atahangaika na wewe vipi kati wewe ndo mlabata, wewe ndo hivyo unafanya makafara, wewe ndo wa kwake. Rudi, achana na hizo habari. Maisha yake anasema, nakumbuka siku moja, hizi ndizo nyakati ambazo nilikuwa nasema sasa nimechoka. Nikwambie kuna kuchoka ya juzi, kuna kuchoka ya jana, alafu kuna kuchoka ya leo. Hii ya leo hii ni kuchoka zaidi ya kuchoka. Lakini nakumbuka huyu dada, sitamsahau katika maisha yangu, alikuwa akiniambia, nyakati ukiona umechoka sana katika kumngoja Mungu akufanyie jambo, nyakati ukiona umechoka sana uwezi, hizi ndizo nyakati za kuzidi kumwambia neno moja tu, Mungu nikumbuke nami pia. Ninaamini bado unaweza kwangu. Mungu nikumbuke na mimi pia. Ninaamini bado unaweza kwangu. Hizi nyakati. Sasa mimi ni mtu ambaye nimekuwa mdhaifu. Siwezi kufanya chochote. Yani sasa hivi hali yangu hata kugeuka siwezi. Yani kujigeuza kufanyaje? Yani ni mtu wa kuhudumiwa kwa kila kitu. Hapo hapo. Huku upande wangu mwingine ndo haufanyi kazi kabisa. Mesha anasema nilikuwa peke yangu. Yani peke yangu nimelazwa hapo kwenye kitanda. Nilisema ndani ya nafsi yangu, Hey Mungu, naiweka roho yangu mikononi mwako. Naiweka roho yangu mikononi mwako. Nifungulie milango sasa nami nipumzike. Hapo niko peke yangu.
Na huu peke yangu nao uzungumza, nataka nikwambie ziko nyakati mwanadamu unafika hizi level. Yani Mungu akikupa nafasi ukasurvive, unaweza ukaelewa kitu unasema. Kama ukupata nafasi ya kusurvive, ina maana huwezi kutuelezea kwa sababu umeshaondoka. Yani mimi naona umauti kabisa mbele yangu, kwamba hizi ndizo nyakati. Mungu, ninaiweka roho yangu mikononi mwako. Nataka nikwambie hata ninavyotazama naona hali imebadilika. Uwezi ukanielewa, ataelewa yule ambaye anasema mimi jamani nilishowahi kuonja umauti. Yani kama nilishowahi kuchungulia alafu nikatoka. Niliona hali imechange kabisa, kwamba sasa mimi nafika mwisho. Meshaki anasema, nilimwambia Mungu naomba unisamehe. Ninasema Mungu naomba unisamehe asubuhi, mchana, jioni. Lakini bado ndani yangu na feel kusema tena, kwa sababu mengi nimekutenda Mungu yasiyokupendeza. Mimi mwanadamu narejea mbele zako Mungu, naomba unisamehe. Nipokee. Nipokee. Meshaki anasema, niliona nafika mwisho. Sina nguvu kabisa. Siwezi kabisa. Naweza wakati kutazama lakini sioni vyema. Nimeisha. Mwili una vidonda. Ninatoka funza. Wakisema watu faida ya dhambi mauti, mimi nakwambia ndio naiona hii. Meshaki anasema, nakumbuka nikiwa katika hii hali, yani lugha nzuri naweza nikasema, yani kwenye uvuli wa mauti, yani umauti na uona kabisa. Nilijifiri tu kufumba macho yangu. Mimi nisiweza hata kunyanyua mkono. Nipo tu. Hapo nimeisha. Meshaki anasema, niliota ndoto. Natamani nikueleze hii ndoto ambayo mimi niliota katika nyakati hizi, ambazo nasema ilikuwa ni siku yangu. Yani sasa ilikuwa ni siku yangu mimi ya roho yangu kuacha mwili wangu. Maisha kanasema niliota ndoto. Niliota ndoto tuko watu wengi sana. Watu wengi sana. Sina kumbukumbu ya idadi yao, lakini watu ni wengi sana hapo mahali. Maisha kanasema nilipokuwa natazama katika kundi kubwa la watu tuliopo. Sio watu wote niliweza kwa maki ni nani na nani, yani huyu ni nani, lakini watu niliowaona. Kwanza nilimuona bosi wangu. Rafiki yangu huyu, nikisema rafiki haitoshi, ni rafiki ndugu yangu. Niliyempeleka nyumbani kwetu, anatambulika. Anapita nyumbani akimkuta mama anampikia chakula anakula. Bosi ambaye nimefanya kazi kwake kwa miaka na miaka. Nimemfanyia kazi nyingi tangu nilipokutana naye akiwa katika level tu ya kawaida, lakini leo amekuwa ni mtu mwenye mafanikio makubwa. Anamiliki miradi mingi. Huyu EFM Nembo ya Taifa. Kuhusu maisha, msikilizaji, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Meshaki. Meshaki anasema hii ni ndoto ambayo niliota. Meshaki anasema katika kundi kubwa la watu ninamuona bosi wangu. Huyu ni bosi wangu. Lakini pia katika kundi hili la watu nilimuona mmoja kati ya vijana ambao waliwahi kufanya kazi na bosi. Huyu ni kijana ambaye alipoteza maisha, miaka sasa imepita. Na huyu mimi nilikutana naye nyakati zile, nami nimekuja pale ofisini. Na hapa tulikuwa tuko kwenye mashamba na tunashughulika na swala zima la ufugaji wa kuku wa mayai. Sasa yule ambaye alikuwa kiongozi wetu, ambaye alikuwa ni rafiki na bosi wangu, huyu pia nimemtambua nikiwa katika hili kundi. Lakini kumbuka sio katika vitu ambavyo vinatokea kwa uhalisia. Hii ni ndoto mimi naota. Lakini pia katika ndoto hii mimi niliwaona watu ambao ninafanya nao kazi.
yani watu ambao tunafanya vijana, tunaofanya nao kazi, ndio niliowatambua pale. Lakini nikiwa katika hili kundi, mimi nilikuwa nimekonda, nimeisha, yani nimeisha kabisa. Na lile kundi lile la watu wengi sana ambao hawa yuko huyu brother wangu na wengine ambao nimekutajia baadhi, yani wananionea huruma. Wananionea huruma sana. Wananiambia njoo sasa. Njoo, yani kama wanipe pole, wanitibie, wanisaidie. Na hata nakumbuka kwenye hii ndoto yule marehemu alikuwa ananiambia, bado una muda wa kuishi. Bado una muda wa kuishi. Maamuzi ya uhai wako yapo mikononi mwako. Acha kuteseka. Njoo. Kwa hiyo kundi linanisii sana. Lakini katika hii ndoto naota yuko mtu mmoja peke yake ambaye yuko upande wa pili. Huku upande wa pili yuko huyu msichana ambaye nimekueleza habari zake. Nilipoenda Mbeya kukutana naye na urafiki ukaanza hapo, na mimi nilienda kwenye maisha ya huyu msichana nikimhitaji awe mpenzi wangu. Huyu sasa yeye yuko upande wa pili, ananiambia, Meshek, hapana, bado una nafasi ya kuishi. Amka tena, wewe ni mshindi na una nguvu, na Mungu yeye waga hachelewi wala hawai. Kwa maombi tumekuwa tukimwomba Mungu, kwa kufunga tulikokuwa tunafunga kwenye maombi kwa ajili yako, Mungu atakutendea. Na yakumbuka maneno ni ndoto, lakini binti huyu akiniambia, tangu nimemjua Mungu sijawahi kumuona Mungu anamwacha mtu, hasa yule mwenye moyo wa dhati na kusema natubu na simama na Mungu. Unaweza ukachelewa tu, lakini haimaanishi kwamba hutamuona Mungu. Mungu hata ruhusu upatwe na umauti kabla hujashuhudia yale matendo makuu ambayo Mungu anataka kukutendea. Haya alinieleza, niliyaona katika ndoto ambayo nilikuwa nikiota. Ndio Meshaki anasema katika ndoto hii niliona watu hawa wakizidi kunisii sana niende. Njoo. Lakini katika hii ndoto ajabu nilimuona mpaka mamangu mzazi, yani akitoka na machozi kwamba ananionea huruma. Yani mapito nayopitia vile ambavyo nimechakaa, nimeisha. Mama akiniambia njoo. Yuko upande pia huku wa wale watu ambao wamekuwa wakiniambia utateseka mpaka lini, njoo huku. Na wengine wengi ambao nilizidi kuwatambua katika ndoto, na nikaja nikashtuka. Meshaki anasema nimeshtuka na kufumbua macho yangu, nilimkuta huyu binti yuko pembeni yangu. Na huyu binti alikuwa anatokwa na machozi. Akaniambia, Meshaki, hapo unanisikia? Nikamwambia ndio, ninakusikia. Akasema, nakushukuru Mungu, asante Mungu. Mama alikuja. Mama akasema, jamani, Mungu ni mkubwa. Mwanangu ameamka. Mungu ni mkubwa sana. Mwanangu ameamka. Mungu ni mkubwa. Huku mama akiwa anatoka na machozi. Sijui nini kimetokea. Ila nachokumbuka ni nguvu ya kufumbua macho yangu. Yani kama mtu niliyekuwa nimelala usingizi mzito, nikapata nguvu ya kufumbua macho. Kweli nafumbua macho hivi, ndio unawakuta hawa wapendwa. Nilimuuliza huyu msichana, mbona unalia? Mbona mama analia? Huyu binti akasema, walisema umeshaondoka, umeshapumzika. Niliwaambia hapana, Meshaki hawezi kuondoka hivi. Bado Mungu ana mpango na yeye. Bado Mungu anataka amuonyeshe Meshaki yeye ni mkuu sana. Unajisikiaje? Aliniuliza. Nikamwambia macho yangu yana nguvu ya kuona, kwa sababu macho yalipoteza nguvu ya kuona. Yani unaangalia hivi uoni. Yani huoni vitu vikaeleweka, uoni. Ndio ilifika hiyo level. Lakini nguvu ya macho nimeiona.
akasema, Mungu kashakuponya Meshek, umeshapona, amka sasa, amka sasa. Mimi naamka, mtu ambaye nimelala hapa kitandani na muda gani? Naanzaje kuamka hapa nimelala kitandani kwa muda wote huu? Alinishika mkono. Huu mkono wangu mmoja ulikuwa umeparalyze huu. Tangu nilipo paralyze sikuwahi kupata nafuu yoyote. Nataka nikwambie sijawahi kufili nafuu yoyote. Maisha yake anasema, huyu msichana akanishika mkono. Aliponishika mkono, miu mkono nilikuwa sifili chochote. Yani kuna mtu hapa anaelewa. Yani hufili, husikii chochote. Hata mtu akufinya kufanyaje, yani hakuna hisia. Yani hisia hazipo. Huyu msichana aliponishika mkono, nilifili mkono una joto. Yani nimeshikwa na mkono wenye kitu cha joto. Ninafili mtu amenishika mkono wangu. Nilimwambia huyu msichana, ninafili kitu cha tofauti. Machozi yalinitoka. Ninafili kitu cha tofauti. Akaniambia, na ndivyo hivyo itakavyokuwa. Nilikwambia maisha ya Mungu ni mkubwa, hajashindwa katika hili. Walio kuchimbia shimo wakisema watakuzika, tutawazika wao. Hazikwi mtu hapa. Wewe ni mzima na utaishi na utaeleza wema wa Mungu mpaka wakati wako utakapofika wa Mungu kuchukua. Nilimwambia, inawezekanaje? Ninajisikia hivi. Akaniambia, Mungu anakupenda sana. Hata kwa kiwango kidogo cha imani ulichokuwa nacho, bado Mungu amekutendea muujiza. Mambo ya imani ni mambo ya kushangaza sana. Aliniambia, amka, lakini mimi siwezi kuamka. Alimwambia mama, tumwamshe Meshek. Akae, leo inabidi akae. Meshek anasema, nilinyanyuliwa pale nikawekewa mto ili niweze kukaa, yani kuegama. Wakaniweka nikaegama. Akaniambia, unajisikiaje? Nikamwambia, najisikia nina nguvu ya kuona. Ukinishika nasikia kama nafili joto, nafili hali fulani. Aliwaita watu ambao walikuja na wakazidi kuniombea. Naomba nikwambie kitu. Maisha yake anasema, mimi sitaki kuzungumza kuhusu imani ya namna mtu ambavyo unaamini na vyote vile. Ila mimi kwa macho yangu, kwenye maisha yangu nimemwona Mungu, nikisema Mungu yupo. Yani habari ya Mungu yupo nimesikia watu wakisema. Ila mimi nimesema, mimi kwenye maisha yangu Mungu yupo. Maisha yake anasema, ile siku ambayo huyu dada alinishika nikafili hali ya tofauti, kwanza nilizidi kufili utofauti kwenye upande wangu wote, hata mdomo. Unaona mtu unaongea vitu mpaka vieleweke, na maana ni wale watu wanazidi kukuzoea unavyoongea, kwa sababu huwezi kuongea kwa utaratibu kama huu kawaida unaongea. Mdomo ulianza kujirudi. Nataka nikwambie, daktari ambaye alikuwa akija kuniangalia alishangaa siku anakuja kuniona mimi niko kwenye mabadiliko. Na hata aliuliza, ni nini kimetokea? Meshek ampatwa na nini? Ni nini kimetokea? Ulishowahi kuguswa na daktari mpaka unaambiwa huyu akae tu nyumbani? Ulishowahi kurudishwa nyumbani unaambiwa huyu, jamani muuguzeni hapo nyumbani tu, tuone ya Mungu mengi? Ndo level mimi nilifika hizo. Daktari anashangaa, yule niliyokuwa mdhaifu eti nimekalishwa naweza kuegama. Halafu natabasamu. Lilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Na ndivyo Mungu ambavyo alinisaidia, aliniponya siku hadi siku. Ilivyokuwa jana sio kama ilivyokuwa leo.
Mungu alizidi kunitendea mambo makubwa. Muujiza mkubwa ambao kwangu ulitokea ni wale funza kustop kwenye mwili wangu. Funza ambao walikuwa kitolewa, jamani, funzo wanatoka mwilini wanaacha nimeharibika sifai. Ni wale funza kutoka kwenye mwili wangu. Nataka nikwambie, wako watu ambao wanaweza wakakuozesha mwili, yani ukaanza kutoka funza. Watu wanauliza funza wanatoka wapi? Yani mtu unaoza na unaongea, unaoza na uko hai. Mungu amenitendea kwa hili. Mimi binafsi nimemwona Mungu. Hata nikikuta watu wakijadili hakuna Mungu, yani mimi nachojua ni neno moja tu. Mungu yupo. Na yupo na anasikia. Kama alinisikia mimi mdhambi, nilikuwa nafanya makafara, mimi niliyesababisha mambo mengi, kuvifanya vitu vya bosi wangu viwe vya maana na kuharibu biashara za watu wengine, Mungu akanisamehe na kunitendea muujiza. Mara zote nimekuwa nasema Mungu yupo. Itoshe kusema Mungu yupo. Maisha yake anasema, ndugu zangu walikuwa kilia pamoja nami, walishuhudia nikipona siku hadi siku. Ilifika kipindi mimi wagonjwa, yani watu hawaji kuniona. Yani watu hawaji kuniona, hawaruhusiwi. Mama hawaruhusu watu kuja kuniona. Sio kuna ndugu gani anataka kuja kuniona? Hapana, kwa sababu chumba ninacholala kinatoa harufu. Lakini binti alikuwa akiniambia, huu sio ugonjwa wa kawaida. Haya sio maradhi ya kawaida. Lazima tupambane na haya. Mimi Meshaki niliyehesabiwa kufa, ndiye mimi ambaye niko hai. Meshaki anasema nilizidi kurikava, nikaanza kufanya mazoezi. Nikapata hamu hata ya kula, mdomo wangu kazidi kurejea katika hali ya mwelekeo mzuri. Na bado nilizidi kumshukuru Mungu. Nilichukuliwa nikawa napelekwa kwenye mazoezi, napelekwa kwenda kuombewa, nafanyishwa mazoezi, yani kila ambacho kinaweza kikanisaidia. Bosi wangu yuko wapi majira haya? Rafiki yangu ambaye nimefanya kazi kwake kwa miaka na miaka. Mawazo niliyokuwa nayo mwanzo ya kusema nataka na mimi nijifunze hapa, nipate hii elimu, haya maarifa nisaidie na mimi niende nikatengeneze, nikajitegemee, nikafungue miradi yangu. Sikuwahi kufungua miradi hata mmoja. Nimeishia kula bata. Nimeishia chukua hiyo 500 nenda ka spend. Nimeishiwa kuchukuliwa mahoteli ya maana, kwamba natoka hapa kuna project tunaenda kufanya makafara, nimeenda nimechukuliwa hoteli ya maana, na mimi naenda kutafuta watoto wazuri, natafuta mtoto mmoja mzuri mkali, na kula naye bata, na spend naye, nampa mshiko, anaondoka. Yani mimi nikienda Mwanza tu, nikifika najua nikienda Mwanza nataka mtoto mpya, na nilikuwa sipendi kurudia wasichana. Na kurudia wasichana inapoteza test, ndio upate kitu kipya. Na hiyo ndo slogan yangu, kwamba naenda mahali nataka mtoto mzuri, mtoto sijawahi kumuona kwenye upeo wa macho yangu, anipe good time. Ndivyo ambavyo ninafahamu mahoteli makubwa. Ndivyo ambavyo pesa yangu nimezidi kuiteketeza kwenye starehe. Na bosi wangu akinichochea, akiniambia wewe ni kijana, haya ndo maisha. Kwa kazi niliyofanya na huyu bosi, hatua alizopiga, mimi nakwambia nilikuwa naona kama ni normal life. Yani mbona mimi nimejenga nyumba yangu bwana. Nimejenga nyumba yangu, nimenunua zangu eneo. Kwa kazi nazomfanyia bosi, wengine ningetakiwa kuwa na maisha zaidi ya hayo niliyokuwa nayo. Lakini mimi kwenye katizo nasema wewe, mimi na kibali kwa bosi wangu bwana. Mimi naendesha gari ya bosi. Wewe ushoe kuendesha gari ya bosi, unapewa gari ya bosi. Yani bosi wako anakuambia chukua gari hiyo. Unaspendi nayo tu, gari ya maana unaspendi nayo, unakula nayo bata. Ukishuka tu watoto wazuri, yani wote wanata huyu doni katokea wapi huyu? Gari ya bosi hiyo. Yani bosi anakuamini mpaka mwenyewe unasema mimi sina wasiwasi, ninaye mtu
kwenye maisha yangu, ni bosi wangu, ni brother wangu, msiri wangu, tunashirikiana katika shida na raha. Lakini huyu ndiye aliyekuwa ananinenepesha, ananifanya nifanye starehe, na mwisho wa siku anigeuze niwe mbuzi ya kafara. Meshek anasema nimestruggle sana. Nimeumwa sana. Nakumbuka mimi niliamua kumcheki mshikaji. Nilimcheki huyu mshikaji ambaye mshikaji wake alipoteza maisha katika harakati hizi za sisi vijana kutafuta. Ndio yule nilikuelezea alikuwa bosi wetu na alikuwa rafiki na bosi. Na yeye ndo aliniambia nikwambie, Meshe, kiache hii kazi. Ukiniuliza mimi kazi uache saa ngapi, acha sasa hivi. Hii kazi haiwezi kukubadilishia maisha tofauti na haya unayoishi. Utaendelea kuspend, ni kweli. Utaendelea hivyo, lakini huwezi kupata pesa ya kusema utaamka leo ujisimamie kwenye kitu chako. Haiwezi kutokea. Acha hii kazi. Nilimtafuta. Nikampigia. Nikamwambia, ndugu yangu, ungesikia habari ya simu, huyu ni ule rafiki nimekueleza kumhusu. Nilimwambia, ungepata taarifa, maisha kibwana hatunai tena. Hapo unapata taarifa nilishazikwa na watu wameanza kunisahau. Akanambia, nini kimetokea? Ni muda sasa umepita. Nikamwambia, niliamua kuanza maisha mapya. Utanisamehe sikukucheki. Lakini niliamua kuondoka mji nikiamini kwamba nitakuwa safe. Lakini nikiwa huko nilipata matatizo sana. Nimeumwa sana nikiwa mkoani. Lakini baadaye ndugu zangu wakasema ni bora nije nifie huko nyumbani. Lakini Mungu ni mwema. Ni mimi hapa nimekupigia simu nikusalimie ndugu yangu. Akanambia, aisee, pole sana. Nikamwambia namshukuru Mungu. Nikamwambia, bwana, mimi nimekupigia simu pia na kushukuru sana. Kwa sababu maneno yako pia uliwahi kuniambia ni maneno ambayo yanitia nguvu katika harakati za kusema nataka nitoke kwenye yale mazingira. Nimepita kweli, lakini namshukuru Mungu amenishindia. Nikamuuliza, unaendeleaje? Akasema, naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Naendelea vizuri pia na miradi yangu ya hapa na pale. Mbona hatukosi hela kula? Hatukosi hela kula. Tunazidi kupambana. Akaniambia, nikwambie Meshak, sisi ni vijana na tumepitia mambo mengi sana. Tunapitia ushawishi mwingi sana. Tunapitia katika nyakati za kutamanishwa kwa vitu vingi sana. Lakini mimi nimejifunza sana. Kuna kiasi ambacho mimi napata katika shughuli zangu ninazozifanya, ambacho naamini kwamba ni kipato cha haki. Na nikwambie, nina maisha ya amani. Navyoona mke wangu, watoto wangu wanaenda shule, wanafuraha, wanapata mahitaji ya hapa na pale, hata yanapokosekana na uwezo wa kusubirisha baada ya wiki mbili nikakamilisha. Asinaona ni heri nikatosheka na hiki kuliko kutafuta zaidi ambavyo vinaweza vikaumiza. Nikamwambia, unaongea vyema. Akasema, nikwambia, unajua kuna kipindi fulani nilifuga kuku. Na experience nilizokuwa nazo. Lakini kuna siku niliamka nikakuta banda zima kuku wamekufa. Nataka nikwambie, nilipata stress sana. Lakini watu wanasema haiwezekani kuku wote wakafa hivi, yani papa wamekufa, ina maana hao wamepigwa. Unaambiwa na unashawishiwa kabisa mambo ya ufugaji, mambo ya nini, ili utoboe lazima ufanye kitu
La sivyo unaweza ukawa unafugaga, watu wanasemaga huyu anafugaga miaka na miaka. Huyu anafugaga miaka mingi nyi. Jamani, hajafanikiwa hata kujenga kanyumba. Watu wanakuambia lazima ufanye kitu. Tena wanakuambia sio unafanya kwa ajili ya nini, unafanya kwa ajili ya biashara yako. Unalinda biashara yako. Maadui ni wengi sana ya biashara yako. Lazima uweke ulinzi kuku wako wasife. Akaniambia sijawahi hata siku moja kuanza kusema eti kwa sababu 1 2 3. Niliamini Mungu ananipa jaribu na nitafuga tena kwa sababu ujuzi ninao. Na niliongeza ujuzi na nikazidi kuona hatua. Nikamwambia ni kweli. Akasema nikwambie bosi wetu yule alikuwa na tamaa. Na tamaa haziwezi kumwisha, yule hawezi kwa sababu ana tamaa sana. Na hii ni hali ambayo vijana wengi tunapitia. Tunatamani vitu vitokee kwenye maisha yetu. Tuendeshe magari ya kifahari yaje tu kwenye maisha yetu. Hatutaki gharama yoyote tuingie ili tuje tuvimiliki hivyo. Tunataka tulale tuamke vitu visogee kwenye maisha yetu. Vikichelewa ndipo tunafanya maarifa ya kutaka hivyo vitu visogee kwa nguvu. Na vitu vinaposogea kwa nguvu basi ujue kwamba nasema kuna jambo limefanyika. Nikamwambia ninashukuru. Akaniambia kama Mungu amekuvusha kama Mungu amekuvusha Meshach, jitahidi sana usije ukarudi nyuma. Nikamwambia asante, nashukuru sana. Nilifurahi kuzungumza na mpendwa huyu. Alinishauri mambo mengi sana. Kuna kazi unaweza ukawa mtu unafanya miaka na miaka haibadilishi maisha yako. Lakini unakula, yani unapata chakula, unaweza kuwa umepanga, unaweza kulipa kodi. Unatamani uone siku moja unatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini unajikuta wewe ndio yule wa mwaka juzi. Sio mwaka juzi tu. Miaka 10 iliyopita. Miaka 10 iliyopita kuna mahali uliajiriwa. Ulichofanikiwa ni kutoka kwenye chumba kimoja. Sasa hivi unakaa una vyumba 2 na sebule na jiko. Ulifanikiwa kubadilisha kochi. Nikaweka furniture humo ndani. Labda umefanikiwa sana, una gari ambayo ulinunua mkononi. Sasa hapo wewe ina maana ni mtu ambaye yani maisha yako yani mshahara wako yani umechangamka, yani unasema mshahara wa mtu uliyechangamka. Lakini mabadiliko ni madogo, au kuna mwingine mabadiliko hakuna kabisa, yani ndio maisha yale. Huyu ambaye tunasema amepata mafanikio na ameenda chumba fulani, huyu sasa ndio wengine wanamuona ni amefanikiwa sana. Watu wanaona. Lakini kuna mwingine yeye ni yule toka miaka na miaka. Meshach anasema mimi katika maisha nimejifunza sana, hasa kuhusu kazi na hasa kuhusu nafasi za kuajiriwa. Uko mahali kuna mtu kakuajiri. Ni kitu kizuri sana kuajiriwa. Ni kitu chema sana kuwa na boss. Meshach anasema mimi gharama hii nailipa hii. Yani gharama ambayo nimeingia nimeilipa. Ni kutokana na kuingizwa kwenye mifumo pasipo kujua. Utaniambia au kujua nini bwana, wewe ulijua. Mimi sijaingia mambo kwamba niliambiwa sijui utafanya. Mimi sikuingia katika hiyo mifumo hiyo. Mimi niko nimeajiriwa, nafanya zangu kazi, nimependwa na boss. Sikujua ndani ya upendo wa boss utanipeleka kulipa gharama hii ambayo nimeilipa. Mengi nimejifunza, lakini nataka kusema jambo moja. Nimemwona Mungu akinisaidia. Ni kweli sijarejea katika muonekano wangu wa mwanzo. Nimenona. Nilikuwa napenda sana kula nyama ya kuchoma. Kupata nabii anajisikia vizuri.
lakini sasa sina afya vile. Yani ndio hivyo mdogo mdogo, unajua miili hii bwana, uone hivi una kitambi una afya, lakini ukiumwa kwa muda mrefu unaweza watu wanasema hivi ni yule mwenye mwili mkubwa ndio amekuwa mdogo mvulana mdogo kiasi hiki. Ndivyo kwangu hata ilivyokuwa. Kwa bado sijarejea kwenye nuru. Na istoshe pia bado mwili wangu bado ulikuwa na mabaka, lakini pia bado nilikuwa naendelea kupona taratibu, kwa sababu kupona kwangu mimi haikuwa papo kwamba nimepona. Hiyo mimi sikupata hiyo neema ya huo uponyaji, lakini naamini kwamba Mungu ana uwezo wa kuponya papa na ukapona, lakini mimi sikupata hiyo neema. Ila hii neema niliyoipata ni ya kupona taratibu, mazoezi, ushauri, na ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Yes, namshukuru Mungu sana. Nilisimama mwenyewe. Maisha ya mwanadamu, fanya starehe unavyoweza. Kula bata, dhurumu, tapeli, umiza watu, wafanyie jambo la hila. Nataka nikwambie kuna nyakati mwanadamu yeye binafsi anahitaji uwepo wa Mungu. Yani anatamani kumuona Mungu kwenye maisha yake. Mimi nyakati ambazo mimi nakula bata, mtu akiniambia tu habari za Mungu, sio habari za nini, nataka nikwambie kuna majira na nyakati wewe mwenyewe unageuka na unasema Mungu nisamehe, nimekuja mbele zako. Namshukuru Mungu kwa hiyo neema sana, kwa sababu kuna wengine hawapati hiyo nafasi. Sasa nimesimama mwenyewe. Siangiki tena habari za kuombewa. Ninajua kusali, napokula chakula, najua nikiamka asubuhi natakiwa niseme nini, natakiwa majira ya mchana, najua natakiwa nisome maandiko, vitabu mbalimbali vya Mungu, natakiwa nijaze maarifa ndani yangu. Sasa sio mambo ya kuhimizwa, fanya hiki, ni mimi mwenyewe nafanya. Na vilizidi kunisaidia na vikazidi kunijenga na hata nikazidi kuwa imara sana. Nina mwanamke ambaye niliwahi kupenda sana kuzungumza hii sentensi mimi. Huyu mwanamke nilimpenda sana. Lakini naamini ilikuwa ni njia ya Mungu mimi kuniwezesha kwenda Mbeya, kwenda kununua mwanamke kwa ajili ya kunistarehesha. Halafu nikajikuta nimekolea kwa huyu mwanamke na kutamani kesho yake tuwe naye. Lakini akaniambia mimi siwezi, nyumbani tuna shughuli. Lakini kumbe hizi zote zilikuwa ni njia za Mungu. Mimi ni kweli ni muovu, lakini pamoja na uovu kumbe bado Mungu jicho lake linanitazama. Na bado Mungu alikuwa na mpango wa mimi kuishi. Akaniinulia mtu katika mazingira ambayo waga nasema mwacheni Mungu aitwe Mungu. Kwenye starehe Mungu aliniinulia mtu akawa daraja kwangu. Unakumbuka nilikueleza? Nimeenda sasa kumfuata mwanamke. Yani hii ni hali ya matamanio isiyokuwa ya kawaida. Yani unaenda kumfuata mwanamke huko vichochoroni, unaenda kumfuata ili umchukue uende ukawe naye usiku huo. Na yeye anapokea ananiambia niko huko bwana wewe, mimi bwana huko leo ni shughuli za kifamilia. Leo bwana wewe tutaonana kesho. Mimi niko tuonane leo bwana, acha habari zako nakuja kukuchukua leo. Nakwambia na mimi nazidi kufuata mpaka nikafika eneo la shughuli. Maisha kianasema nimefika eneo la shughuli, shughuli imepamba moto katika mazingira nisiyoyategemea. Narudia kusema mimi huwa nasema mwache Mungu aitwe Mungu. Mara ghafla nakutana na msichana kakolea kwenye moyo wangu. Sio niliyemfuata sasa, huyu mwingine. Ajabu na kushangaza. Ajabu na kushangaza. Nimevutwa naye. Kumbe Mungu alikuwa ananiunganisha na mtu wa kunipeleka katika hatima njema, lakini sikujua. Na huwezi amini, nimeteseka na hangaika, ninamhitaji huyu mwanamke. Usiye kufiri unamhitaji mwanamke kwa gharama yoyote. Na kiu yako hasa ni nini? Nimpate huyu. Huyu atakuwa mzuri. Huyu alivyo mzuri huyu. Huyu lazima huyu lazima. Yani unatamani uenee usiku mmoja. Naambiwa huyu huwezi kufanikiwa, binti wa kirokole na nini, na sikufanikiwa. Zaidi huyu binti alinipa jumbe kila siku za kuniambia na kuombea. Leo tuko hapa.
Leo tuko hapa. Katika watu nimewaona wema kwenye maisha yangu, huyu mwanamke amekuwa mwanamke mwema. Na yeye anasema sijajua kwa nini Mungu akaruhusu nikutane na wewe. Alivyoruhusu nikutane na wewe sijui, lakini nilisikia mzigo wa kukuombea. Sijui, lakini niseme tu niko salama, niko okay. Naendelea. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Meshak. Meshak anasema, kwa nini nayazungumza haya? Nayazungumza haya kwa sababu nyingi ambazo natamani kushare nawe. Na muda wangu nikitazama umesogea sana. Kesho tutapata nafasi ya kusogea mbele zaidi, tusikie zaidi hiki ambacho ndugu yetu Meshak anatueleza. Anaendelea vizuri na anasema uponyaji wake umekuwa kwa hatua. Nini ambacho kitaendelea? Bosi wake ambaye ndio alimwambia umeungana pamoja nami, haitakuja kutokea ukaondoka ukaenda mbali na mimi, na siku utakapoamua kufanya hivyo ujue na utagundua kwamba ulikosea sana. Lakini Meshak anasema mimi niko okay kwa sasa, naendelea vizuri, japo sijarejea katika hali ya kawaida nomo kabisa ile, lakini nimekuwa na mabadiliko makubwa sana na nazidi kuona mabadiliko siku hadi siku. Karibu sana kesho msikilizaji, tusogee mbele zaidi, tusikie vipi kuhusu huyu mdada jamani. Anataka kutuambia nini Meshak na mengine mengi. Kwa leo niishie hapa, lakini nikukumbushe tunaendelea kusherehekea miaka 11